Bana, kuna mambo huwa yanaushangaza ulimwengu, lakini yanasalia kuwa ndiyo ukweli wenyewe ama uhalisia wa mambo, na ndiyo itakavyokuwa, hivyo haitoweza kubadilika. Leo taifa la Marekani limekwenda kuacha umma wa watu ama wa ulimwengu vinywa wazi, ikiwa ni kwa mara nyingine tangu pale tuliposikia fukuto ama kashikashi kule Mashariki ya Kati katika mlango bahari wa Hormuz, mara baada ya vuta ni kuvute iliyoshuhudiwa muda mchache uliopita baada ya meli kadhaa za Marekani kushambuliwa na vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, na ndivyo hivyo Marekani kujitamba kwamba imeshambulia meli za Irani, jambo ambalo Iran ilikanusha vikali madai hayo, na ikisema kwamba imeshambulia boti ndogo ndogo zilizokuwapo zikiambamba katika eneo hilo kando na mlango bahari wa Hormuz zikielekea katika mataifa ya Kiarabu, yani huko Oman. Sasa jambo kubwa siku ya leo, kwa nini Marekani imeushangaza ulimwengu ama imeacha vinywa vya watu wote ulimwenguni wazi kwa mara nyingine tena, ni hatua ambayo Marekani imechukua na kutangaza siku ya leo, na hii hatua inahusisha drama ama ile michezo ya rais wa Marekani Donald Jr. Trump. Kama tumewahi kushuhudia ama tumekuwa tukifuatilia taarifa hizi kuhusu mizozo ya kieneo, hasa Marekani na mgogoro huu wa hivi karibuni na Iran, rais wa Marekani mapema sana mnamo Aprili, yani tarehe za mwanzoni mwezi wa Aprili, kwenye tarehe 13, tarehe 10, kabla na baada Papa Leo wa 14 hajaanza ziara yake ya kikazi katika mataifa ya bara la Afrika, rais wa Marekani alitoa kashikashi kubwa sana na matusi ya waziwazi kwa kiongozi mkuu huyo wa kanisa la Katoliki ulimwenguni kote kutokea pale nchini Vatican, Italia, ambapo rais wa Marekani Donald Jr. Trump alitoa kashifa hizo za wazi akimkebehi Papa Leo wa 14, akisema kwamba yeye ndiyo Masia, yani yeye ndiyo Yesu, na yeye ndiye ambaye yule mtu ambaye watu wengi ulimwenguni wanamsubiri kurudi, yani Yesu kurejea ulimwenguni. Tanivyo akasema hivyo kwamba yeye ndiyo Yesu na watu wamekuwa wakimsubiri arejee. Sasa yeye tayari amerejea na amempatia uongozi yeye Papa Leo wa 14. Jambo kubwa ni kwamba Papa Leo wa 14 hakukalia kimya kauli za rais wa Marekani Donald Jr. Trump, na akisema ya kwamba hatokuja hata mara moja kuja kumpigia magoti ama kufuata upuuzi wa rais wa Marekani Donald Jr. Trump, bali yeye ataendelea kueneza neno la Mungu ulimwenguni na kuendelea kumshuhudia Mwenyezi Mungu, akiamini ya kwamba yeye ndiye amempa kazi hiyo ya kuwatumikia walimwengu ulimwenguni kote. Katika kauli zake za rais wa Marekani Donald Jr. Trump za mapema tarehe 13 hadi tarehe 20 mwezi Aprili mwaka huu 2026, kila mmoja alishuhudia namna ambavyo rais wa Marekani Donald Jr. Trump alikuwa akirusha vijembe mbalimbali katika mitandao mbalimbali ya kijamii ulimwenguni kote, lakini pia na hata katika majukwaa ambayo alikuwa akihutubia ama alikuwa akizungumza na waandishi wa habari akiwa nchini Marekani nyakati tofauti, na kauli mbalimbali ambazo alikuwa akizitoa hasa za kumchafua kiongozi mkuu wa kanisa hilo Katoliki ulimwenguni, yani Papa Leo wa 14. Sasa siku ya leo ulimwengu umesalia kuwa vinywa wazi mara baada ya Marekani kuonyesha dhamira ya wazi kabisa kwamba anahitaji kuomba msamaha na kutubu dhambi zake alizozifanya hapo awali, ikiwa ni katika kutafuta umaarufu ama ushawishi wa kushinda vita vyake dhidi yake na Iran. Hilo limekuja kufuatia kauli ama tangazo la taifa la Marekani kupitia wizara ya mambo ya nje ya taifa hilo chini ya waziri wake Marco Rubio, ambapo taarifa hiyo ilikuwa ikieleza juu ya ujio wa ziara ya kimkakati na ya kiserikali baina ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akimwakilisha rais Donald Jr. Trump Roma, Italia, mjini Vatican, ziara ambayo itafanyika wiki hii kwa lengo la kupunguza kile wameeleza mvutano unaoongezeka na ulioshuhudiwa kushika kasi baina ya rais wa Marekani Donald Jr. Trump na Papa Leo wa 14, hasa kuhusu sera za Marekani na vita vinavyozidi kuendelea kati ya Irani na taifa la Marekani. Taarifa hiyo ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani chini ya Marco Rubio imeelezea makutano ya viongozi hao wawili, ikisema ya kwamba inalenga kujadili hali katika Mashariki ya Kati. Rubio amesema makutano ya viongozi hao wawili kubwa zaidi ni kujadili hali katika Mashariki ya Kati na maslahi ya pande zote mbili katika mataifa ya Magharibi, hasa ikizingatia maslahi ya pamoja ya usalama na mpangilio wa kimkakati baina ya pande mbili za uhasama na washirika wa karibu wa kikanda.
Sasa safari hiyo ya Marco Rubio inakuja wakati ambapo Rais Trump ameendelea kumkosoa Papa Leo vikali kwa misimamo yake kuhusu Mashariki ya Kati na kuendeleza uhasama wa vita dhidi yake na Iran. Rais wa Marekani amekuwa akimkashifu Papa Leo wa 14 katika mitandao mbalimbali ya kijamii, hasa mwezi uliopita, akisema Papa Leo alikuwa mpole kuhusu uhalifu na ugaidi unaoendelea kwa Irani kuendeleza silaha za nyuklia kwa mataifa ulimwenguni. Trump akisema kwamba Mungu hawezi kusikiliza maombi ya Papa Leo, mtu ambaye amekuwa akiunga mkono ugaidi ulimwenguni kwa kuhalalisha matumizi ya silaha za nyuklia, silaha ambazo zinaelezwa kuwa hatari na rais huyo wa Marekani Donald Jr. Trump. Ziara ya waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio inakuja wakati ambapo mara kadhaa rais wa Marekani Donald Jr. Trump amekataa katakata kuomba msamaha ama radhi kwa kiongozi huyo mkuu wa kanisa la Katoliki ulimwenguni kote, yani Papa Leo wa 14, akisema haitokuja kutokea na wala hatokuja kuwahi kuomba radhi mtu ambaye anasapoti matumizi ya silaha za nyuklia ulimwenguni ili kuweza kuangamizwa kwa ulimwengu. Mvutano kati ya rais wa Marekani Donald Jr. Trump kwa siku za hivi karibuni kuanza mwezi Aprili mwaka huu 2026 uliibua si tu ukosoaji kwa mataifa mbalimbali ulimwenguni, bali pia hata kwa kiongozi mkuu wa kiserikali wa taifa la Italia, yani waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni, ambaye pia alikuwa ni mshirika wa karibu wa rais Trump, naye amepinga vikali mitazamo na kauli mbalimbali za rais wa Marekani Donald Jr. Trump, hasa kumuhusu Papa Leo wa 14, kiongozi mkuu anayeheshimika ulimwenguni katika kanisa Katoliki ulimwenguni. Rusha ni kurushe ya maneno mtambuka kutupiana kwa viongozi hao wawili iliibua si tu mkanganyiko kwa mataifa hayo mawili, bali pia hata kwa washirika wa karibu wa Umoja wa Kura ya Turufu na Umoja wa Kujihami NATO, ambapo Trump alionyesha hasira zake za wazi wazi kwa umoja huo wa NATO kuhusu kile alichoeleza kama ukosefu wa uungwaji mkono kwa vita vyake dhidi yake na Iran, ambapo pia kufuatia hilo, kama majibu ya wazi, Marekani iliondoa maelfu ya wanajeshi wake kutoka Ujerumani, karibu wanajeshi 5,000 katika siku za hivi karibuni. Hata hivyo, kufuatia hayo yote ambayo yameendelea kujiri siku za hivi karibuni, waziri huyo mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amekumbwa na ukosoaji mkali kutokea kwa washirika wa Marekani na raia wake juu ya kupunguza ama kumshauri vyema rais wa Marekani Donald Jr. Trump juu ya matamshi yake makali kwa kiongozi huyo Papa Leo wa 14 Ulaya na hata kwa washirika wa NATO. Hata hivyo, mara kadhaa Papa Leo wa 14 ambaye ni mzaliwa halisi wa Marekani amesema mara kadhaa kwamba hakuwa akimshambulia rais Trump ama mtu mwingine yoyote kwa wito wake wa jumla wa amani na ukosoaji wa vita vya Irani na migogoro mingine kote ulimwenguni, bali amekuwa akifanya hivyo kwa kujumuisha watu wote ulimwenguni juu ya usawa wa kiutu na kibinadamu kwa raia wote katika mataifa yote wakiwa chini ya mwavuli wa Muumbaji. Rubio ambaye pia ni muumini wa kanisa Katoliki ulimwenguni anafanya safari hii katika upatanishi wa rais wa Marekani Donald Jr. Trump na kiongozi mkuu Papa Leo wa 14 huko Vatican, Italia. Inakuwa ni safari yake ya mara ya 3 kama mwanadiplomasia mkuu wa Marekani na rais Donald Jr. Trump, ambapo ziara hiyo itaanza rasmi mazungumzo siku ya Alhamisi na Ijumaa, ambapo pia mbali na mazungumzo hayo ya kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo wa 14, pia Rubio atakutana na uongozi wa Holy See huko Italia na kujadili masuala mbalimbali, mambo mtambuka hivi sasa ulimwenguni kote. Katika uchambuzi na maoni mtambuka ya watu mbalimbali juu ya taarifa hiyo, ambapo wengi wakisema kwamba hii ziara si ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, bali ni ziara ambayo imetumwa na kupangwa na rais wa Marekani yani Donald Jr. Trump, ikiwa ni katika michezo yake ambayo amekuwa akiendelea kuifanya kila kukicha na kila siku, ambapo wachambuzi wanasema kwamba rais Trump ameona kuomba radhi moja kwa moja ni jambo ambalo litaonyesha udhaifu mkubwa sana kwake, na ndiyo ameamua kuchukua jukumu hilo la kumtuma waziri wake mambo ya kigeni wa Marekani yani Marco Rubio, ambaye ndiye mtu wake wa karibu kuliko watu wote Marekani na ndiye mshauri wake katika masuala mbalimbali, hasa katika vita hivi vinavyoendelea kati ya Irani na Marekani. Hata siku moja alishawahi kusema kwamba kabla hajatuma operation ya mashambulizi kwenye Irani, mtu wa kwanza alimuuliza waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio juu ya nini hafanye juu ya vita hivyo
kati yake na Iran katika kuanza kwa operesheni ya Epic Fali, operesheni iliyoenda sambamba na mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Hussein. Alisema alimuuliza wa kwanza Marco Rubio na alimwitikia na akamwambia kwamba anapaswa kufanya hivyo kwa sababu Iran wanamiliki silaha za nyuklia na hivyo hawawezi kumiliki silaha hizo. Kwa hivyo wachambuzi wanaeleza kwamba hatua hiyo ni hatua ya Marekani ama rais wake Donald Trump kuomba radhi na kukiri makosa yake aliyofanya kwa kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki ulimwenguni Papa Leo wa 14 kutokea mjini Vatican nchini Italia, ambaye amekuwa akimkashifu vikali na kumtukana katika mitandao mbalimbali ya kijamii na hata anapokuwa akizungumza na waandishi wa habari, licha ya kwamba kiongozi huyo ni kiongozi anayeheshimika hasa ulimwenguni, na wengi wakielezea kama hatua ambayo Marekani ameona sasa hana cha kufanya zaidi ya kukiri na kuomba radhi kwa kiongozi huyo mkuu ambaye ndiye anaweza kuwa mpatanishi katika vita vyake dhidi yake na Iran, mara baada ya Marekani kushindwa mara kadhaa kuingia katika meza ya mazungumzo ya kusitisha vita dhidi yake na Iran kwa kutofikiana mwafaka wa mazungumzo ya pande mbili za uhasama, ambapo imepelekea uhasama mkali hasa kwa siku za hivi karibuni katika mlango bahari wa Hormuz huko Mashariki ya Kati baina ya Marekani na Irani, kwa kushuhudiwa meli kadhaa kulipuliwa na kuendelezwa kwa mzingiro pamoja na kudhibitiwa na kufungwa kwa bandari za huko Mashariki ya Kati, hasa taifa la Iran. Sasa wakati Trump anamtuma Marco Rubio kuelekea Vatican, Italia, kupatanisha baina ya Trump na kiongozi huyo Papa Leo wa 14, taifa la Iran lenyewe kupitia wizara yake mambo ya kigeni imeanza rasmi nayo pia ziara kimkakati nchini China, ambapo kwa mujibu wa taarifa kutokea wizara ya mambo ya nje ya Iran nchini ya Abbas Araghchi inaeleza kwamba ziara hiyo ya kimkakati baina ya pande mbili za ushirika, yani Iran na Uchina, inakuja ikiwa ni katika dhamira ya kukuza na kuendeleza uhusiano wa kidiplomasia na kimataifa baina ya mataifa hayo mawili, ikiwemo kujadili vikwazo mbalimbali vya kikanda na vita vinavyoendelea kati ya Irani na Marekani, ambapo katika ziara hiyo Abbas Araghchi atazungumza na waziri wa mambo ya kigeni wa China Wang Yi kuangazia mambo hayo yenye kushika hatamu kwa sasa ulimwenguni. Mtazamo wa moja kwa moja ama wa kina zaidi katika hali inavyoendelea huko Mashariki ya Kati baina ya Irani na Marekani, bado uhasama utakuwa mkubwa zaidi baina ya pande hizi mbili za vita baada ya Irani kuanza kuhusiana na mataifa wa washirika wake ambayo ni mataifa makubwa ulimwenguni yenye kuogopa pia na rais wa Marekani Donald Trump kutokana na uwezo wake mkubwa wa teknolojia na kiuchumi ulimwenguni kote, ambapo siku za hivi karibuni waziri mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi alifanya ziara pia katika mataifa mbalimbali ikiwemo taifa la Pakistan, Saudi Arabia, Urusi, ambapo ziara ya Urusi ndiyo ziara ambayo ilionekana kama ziara ya funga kazi katika ushirika wa karibu, huko rais wa Urusi Vladimir Putin akimwahidi Abbas Araghchi kudumisha ushirikiano wa kina dhidi ya vita vinavyoendelea kati yake na Marekani, huku ziara hii ya pili ikimkakati baada ya ziara ya Urusi inaarifiwa kwamba ni ziara ambayo itapelekea ushiriki wa karibu katika uhasama unaendelea, hasa mlango bahari wa Hormuz baina ya pande mbili kati ya Irani na Marekani. Bana, mimi nikushukuru sana kwa kuendelea kuwa na sisi na kuendelea kutufuatilia kila dakika na kila sekunde kutokea hapa Yuhoma TV, na endelea kuwa na sisi zaidi. Basi usisahau kusubscribe na kuendelea kutufuatilia kila dakika katika taarifa zetu mbalimbali za masuala mtambuka, hasa vita hivi kati ya Irani na Marekani kutokea kule Mashariki ya Kati. Mimi ni chifu mkuu wa itifaki na hii ni Yuhoma TV. Hadi wakati mwingine, bye bye kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.